Mtazamaji wangu, Wakenya wanajulikana kuwa weledi tena wababe wa mbio, haswa zile mbio ndefu, lakini hilo tuachie wale wanaotoka sehemu za mabondeni. Sasa sehemu ya magharibi pia wamesema hapo kwa ubabe hatubaki nyuma. Hii wanatuandalia ubabe lakini katika mbio ama katika mashindano ya kula chapati. Na katika maeneo ya pwani wamesema bado wanazingatia mila na tamaduni za kutumia vyombo vya udongo. Je, wewe umewahi kutumia sahani au hata sufuria ya udongo? Hayo tutakuwa tunakupakulia kutoka maeneo ya pwani. Na si hayo tu, katika mashinani hii ya Nairobi kuna hatari ama hali ya hatari ambayo imeweza kusemwa, na ni kwamba pale Lang'ata watu sasa wataanza kuzikwa wawili au hata watatu. Eti maziara ya Lang'ata yamejaa kuja kaskazini, kusini, mashariki na vile magharibi. Tumejaja NTV mashinani ikiweza kupiga kila kona ya taifa kukuletea habari kemkem jioni ya leo. Nimekugusia tu, lakini wacha nikupe uhondo zaidi. Utarajii nini jioni hii? Wakazi wa Busia wanaotoana kijasho ni cha kwa nini ama ni nani bingwa wa kula chapati kupindukia. Wakazi wafanya maombi kutakasa eneo la Manguo, kaunti ya Kiambu, palipoangamia zaidi ya watu 15. Na katika tukafunge, mbunge Sabina Chege aonesha miondoko na vijana barobaro walio muandama. Mtazamaji wangu, mimi ni nahodha wako Lois Wangoi, muda si mrefu na kuingiza mashinani, lakini kwanza tuweze kupiga taswira ya kitaifa. Na katika taarifa yetu ya kwanza kitaifa ni kwamba Rais William Ruto amewaomba Wakenya kujumuika kuhakikisha usalama na amani wa taifa. Alikuwa anafunga tamasha ya michezo ya kuigiza Nakuru kuliko shuhudiwa vurumai za mchezo wa Echoes of War katika shule ama kutoka shule ya upili ya Butere. Utawala wa kaunti ya Nairobi umekataa kuyafunga maziara ya umma ya Lang'ata ambayo yameripotiwa kujaa pomoni. Juma jana kupitia katibu wa afya ya umma Mary Muthoni, wizara ilionya hatari kwa afya ya umma. Afisa mkuu wa afya ya umma Nairobi Tom Nyakaba anasema serikali ya kaunti haina eneo mbadala kwa sasa. Hii ni licha ya makaburi hayo kutangazwa kujaa miaka 20 iliyopita. Baraza la mitihani nchini NEC limetoa mswada unaopendekeza sheria kali katika mitihani ya kitaifa nchini. Moja ni matumizi ya akili unde yani AI katika kusahihisha mitihani, na jingine ni kuweka faini ya shilingi milioni 2 kwa yeyote atakayepatikana na udanganyifu. Mswada huo bado haujafikishwa bungeni. Mtazamaji wangu, hayo ni ya kitaifa. Tuingie mzima yetu ya mashinani. Na wiki jana eneo la Manguo lililoko Limuru ni kaunti ya Kiambu liliweza kushuhudia ajali kadha wa kadha. Kufikia sasa wakazi kutoka huko ama ripoti za polisi zikisema watu 15 wamepoteza maisha yao muda si mrefu katika eneo hilo. Sasa washikadau tofauti wamekuja kwa pamoja ili kuweza kutafuta suluhu, na mojawapo ni ile ya kidini. Mchana wa leo wameandaa maombi spesheli ya kuweza kutakasa eneo hilo, huku wakitoa mwito kwa madereva na yote yanayotumia barabara hiyo kuwa mwangalifu. Mwandishi wetu wa maeneo hayo Abraham Gadesha alihudhuria na kukuandalia taarifa ifuatayo. Kundi tofauti imefanya maombi ili kuweza kutakaza barabara hii. Tuweze kuongea na baadhi yao. Ajali ambazo zimefanyika kutoka kwa juma mzima imekuwa zaidi ya ajali 15. Kisa kikubwa cha ajali hizi ni moja, kunakuwa na utepetevu wa barabara haswa katika msimu wa mvua. Unapata madereva hazingatii hata ile limit speed ambayo inafaa iwekwe katika hii barabara. Na ndio mpango huko wa kupanua hii barabara, ndio iwe kubwa, magari ya kwenda upande moja iwe na lane zake kama 2-3 na ya kwenda upande ule mwingine kama 2-3.
Madereva hata wanaendeza gari kwa kazi, lakini ajali zinafanyika leo. Unakuta kuna ajali imefanyika, mnaenda siku mbili tena mnasikia ingine ndio hiyo. Sasa tunaomba madereva wakuwe watuangalifu. Mwito ukitolewa madereva kuwa waangalifu wakati wanatumia barabara kuu ya Nairobi hadi Nakuru. Abraham Gadesha, runinga ya NTV Kiambu. Asante sana Abraham Gadesha. Ni matumaini yetu kwamba eneo hilo litaanza kuwa salama. Mtazamaji wangu, tuondoke mlimani tuelekee kaunti ya ama sehemu za pwani pale Mombasa, ambapo biashara ya ufinyanzi, sijui kama bado unaishuhudia, ilikuwa inashuhudiwa miaka ya hapo nyuma kidogo, lakini katika eneo moja kule pwani biashara hiyo bado ipo. Wanaunda sahani, chungu na vitu vingine ambavyo vinatumia udongo. Naye mwandishi wetu wa pwani Jurgen akatafuta nafasi kukutana na wafinyanzi wamoja ambao wanasema walirithi biashara hiyo kutoka kwa mababu zao, hivi sasa wanaiendeleza na wameweza kukusanya vijana wengine kutafuta ama kuwapa ajira na kuendeleza biashara hiyo ya ufinyanzi. Tazama. Kama kawaida, NTV Mashinani huwa inajitolea kukupeleka katika sehemu spesheli kukufunza mawili matatu ambayo hujajua. Na leo tuko katika duka la kutengeza viungu ama almaarufu kama KG Varia, ambayo inatengeneza bidhaa unazoziona huku nyuma. Na tunataka tukuzungumza na wale ambao wanafanya kazi hii, labda tukuonyeshe kazi hii inahusiana na vipi na kunaendaje. Hebu nifuate nikuonyeshe. Ni kazi nimebarikiwa nayo tangu wazee wamenipa wenyewe. Ni kazi ni ya generations. Ni take over from nimechukua kutoka kwa babangu. Babu yangu alimpa babangu na babangu akanipa mimi. Hii ilianza 1962. Sasa wajua inalingana na vile mtu alivyofunzwa. Kila culture iko na process yake ya kutengeneza. Sisi tuna style yetu ya kutengeneza, tuko na machinery, tunatengeneza na mikono. Na si kazi ngumu hivyo, lakini okay, it is a lot of, iko na effort nyingi sana. Sasa wajua sisi tunatengeneza vitu tofauti, kuna kama ashtrays, tuko na flower vases ndogo ndogo, different shapes, different sizes. Maana tuko na nyungu za kupikia, nyungu za maji, na hizi ni vitu ambazo zinatumika kwa majumbani. Na ni kitu ambacho inadumu. Ukinunua leo si haina return business. Ukija leo unaweza kuja baada ya miaka 10 tena kutafuta hiyo kitu. Ni ngumu, lakini ukishazoea si unaiona tu simple. Lakini ni kazi ngumu, si rahisi. Sasa hii ni uzoefu wa hii kazi. Ukiwa na uzoefu ndio unaona ni kazi tu rahisi. Yenyewe si kazi rahisi, ni kazi ngumu, especially vijana wa siku hizi. Vijana kama wataka kazi waambie waje tu watafundishwa. Ni ngumu, lakini kijapo wafundishwa na shika tu. Ni familia ya Varia ambayo imebobea katika swala la ufinyanzi wa udongo na imekuwa ikifanya kazi hii kwa zaidi ya miaka 60, biashara hii ikiachiwa vizazi baada ya vizazi. Kila siku wanajituma kuhakikisha kwamba wanakuandalia viungu mbalimbali ikiwemo kama hiki ambacho kinatumika kupikia. Na ndiposa leo NTV iko hapa kukuletea makala haya. Jurgen Mbeka, NTV Mashinani. Asante sana Jurgen. Tuondoke huko pwani na tuelekee maeneo ya Nyanza. Na kwa takriban miaka 2 sasa, naibu gavana William Oduol wa Siaya hajaonekana katika afisi yake kutekeleza majukumu yake wala kuonekana kwenye shughuli rasmi za kaunti ama shughuli rasmi za kaunti ama za umma. Wakazi wa kaunti hiyo wanataka kujua ni kwa nini naibu gavana wao hajaonekana wala kusikika. Mwanahabari wetu Doreen Magak alizuru kaunti ya Siaya na kuzungumza na baadhi ya wakazi. Hebu basi tujiunge naye. Hapa katika kaunti ya Siaya, katikati ya mji wa Siaya, ili nipate maoni ya wakazi wa Siaya. Wanauliza, je, naibu wa gavana wa Siaya ako wapi? Wacha tupate maoni yao kutoka kwao. Lakini vile waliingia kwa ofisi, sijui nini ilianza sasa. Vita ilianza hapo kati ya governor na William Oduol na MCA wa Siaya. Unaona, ya kwanza walianza kwa hapa kwa assembly. Ati Oduol si mtu mzuri, anaangalia vile governor anafanya kazi. Na kitu mzuri inatakikana Oduol ni angalia governor. Sasa vile Oduol alianza kuangalia governor, wakaona Oduol anafanya kitu mbaya, wakamobilize MCAs
anaitwa mwingine alikuwa anaitwa nini Agodi. Wakaleta petition hapa assembly. Wakatoa Oduol, vile walitoa Oduol wakaanza kutembea na Agodi. So mwingine akakuja hapa anasema ati yeye ndio deputy governor. Na tumejua Oduol ndio deputy governor wa Siaya. Na Oduol saizi ukiona Oduol huwezi jua hata ni deputy kwa sababu saa zingine anatembea na pikipiki. Juzi niliona hapo Boro aliyekuja kununua mboga hapo. Sasa ni deputy governor yetu vile walifukuza, sasa anakaa tu nyumbani. Mimi kwa upande wangu nashindwa deputy governor wetu William Oduol yuko wapi? Sijui alienda wapi sababu hata kukiwa na functions zingine hatuoni Oduol akiwa. Kwa mfano kuna wakati tulikuwa na stadium, Siaya Stadium ilikuwa inalaunchiwa. Watu walikuwa watu wengi. Mpaka rais wa Uganda alikuja. Lakini sasa mtu kama deputy wa governor hatukumuona karibu. Sasa hatujui deputy governor ako wapi. Takriban miaka miwili Oduol hajawahi kuonekana katika mikutano mikuu sana. Hili swali tungelipenda kaunti ya Siaya ambayo inaongozwa na gavana yetu James Orengo aijibu. Kwa sababu yeye ndiye gavana na Oduol ni naibu wake. Kwa hivyo yuko katika mstari wa mbele ili aeleze raia wa Siaya wale ambao walipigia yeye pamoja na Oduol kura kwamba naibu wake yuko wapi. Naam Lois, hayo ndio baadhi ya maoni ya wakazi wa Siaya wakiuliza wahusika wajitokezee waambie naibu wa gavana Oduol ako wapi. Kazi kwao. Kwa majina ni Doreen Magak, NTV Mashinani, Siaya. Asante sana Doreen Magak, mtazamaji wangu. Mwasikia hao kutoka Siaya wanamtafuta deputy governor wao. Na swali letu la jioni hii tunakuuliza, je, unamjua naibu governor wako aliko? Na je, unajua majukumu yake au unamlipa mshahara wa bure? Fanya mtagusano nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Muda si mrefu nitakuwa nachukua jumbe zetu 2-3 hao wa Siaya wakimtafuta naibu gavana wao. Tunauliza, wewe unamjua naibu gavana wako? Unamjua majukumu yake au tu unatoa ushuru na kumlipa mshahara wa bure? Fanya mtagusano nasi. Asante. Tukisonga mbele, msichana kutoka kijiji cha Giribe, eneo bunge la Suna Magharibi ni kaunti ya Migori, amebandikwa jina lake msusi wa kijiji katika harakati yake ya kutafuta karo ya kumwezesha kujiunga na chuo kikuu. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa Nyanza Kusini Bernard Ojwang, Pauline Blessings ambaye alifanya mtihani wake wa kidato cha 4 mwaka 2023 na akazoa alama ya chanya yani C+ na alitakiwa kujiunga na chuo kikuu cha Eldoret, ila hela zikaipiga chenga familia. Tazama. Katika kijiji hiki cha Giribe, eneo bunge la Suna Magharibi, kaunti ya Migori, hapa kuna msichana ambaye anajulikana na wengi kama msusi wa kijiji. Kama wafanyavyo wengine kila asubuhi wakielekea pale pao pa kazi, hali ni sawa kwa msichana huyu Pauline Blessings. Kila asubuhi anavuka mlima na mabonde, akibisha mlango mmoja hadi mwingine akitafuta wateja. Niliamua kufanya hii kazi baada ya kumaliza hiyo shule form 4. So niliona mtu nisikae tu nyumbani, juu kukaa nyumbani hakuna vile naweza pata pesa, lazima nijitafutie. Ni kazi ambayo alianza punde tu alipomaliza kidato cha 4. Hii ni kutokana na hali ngumu ya maisha nyumbani mwao, na lengo lake kuu ni kutafuta karo ya kumwezesha kujiunga na chuo kikuu. Niliitwa chuo kikuu cha Eldoret. So vile wazazi hawakuwa na pesa, nikaamua tu nianze hii kazi sasa, kutafuta nayo karo vile nitaingia huko shule. So lakini hata kama ninaifanya bado sioni, juu pesa ni kidogo, lakini ninachokipata kidogo pengine naitumia kibinafsi, pengine nasaidia nayo familia. Kama kuchekwa, nimechekwa sana, lakini bado sijakata tamaa. Saa zingine inaniuma sana. Nimeongea naye nikuje kwangu nikusaidie naye kushuka. Ninashukia watoto wangu. Hata sai
kulipa tu 50 bob. So pia ukienda pengine wanakufukuza, sisi hatuna pesa, hatutaki kushukwa, lakini ni kujivumilia tu na kujituma ili nipate tu vile nitajikimu kivyangu. Na tuliweza kupata nafasi ya kuzungumza na mamake mzazi. Jaribu hapa na chini, sijapata kitu yoyote. Sasa nataka mwenye ako na moyo safi anisaidie ili mtoto wangu aende mbele. Na kinachobaki sasa ni kupata usaidizi kutoka kwa wasamaria wema ili aweze kujiunga na chuo kikuu na kufanikisha masomo yake. Ningependa kuomba gavana wetu Honorable Chila Yako anisaidie niweze kuingia shuleni. Bernard Ojuang, NTV. Asante sana Ojuang kwa taarifa hiyo, na bila shaka tunamtakia huyo binti Blessing kila laheri jamani. Tusonge mbele, na wakazi wa mji wa Busia wamejitokeza kwa wingi kushuhudia sinema isiyo ya kawaida ambapo wanaume wawili walishiriki kwenye kinyang'anyiro cha kula chapati 24 kila mmoja. Moses Wanjala anatuarifu. Ukistajabu ya Musa basi utayaona Firauni. Jamaa hawa wanashiriki katika shindano la kula chapati 24 kila mmoja chini ya dakika 90. Ni jambo ambalo wengi wanasema litasalia kuwa kumbukumbu, kwani ni kisa cha kwanza kuwahi kushuhudiwa hapa mjini Busia. Kwa kweli leo nimeshuhudia maajabu ambayo mimi sijawahi ona. Mimi mwenyewe nikijaribu na kula chapati 2 ya 3 na zalala chini. Lakini leo nimeshuhudia mwanaume kamili ambaye anaweza kukula chapati 24. Hapo Busia tujawahi kupata mtu anakula chapati kama hizo. Hata wewe mwenyewe kwa nyumba utakula chapati ngapi? Utapiga chapati, utanunua unga mfuko ngapi ndio ukule hiyo chapati? Akina mama nao wanasemaje kuhusu shindano hili? Kuna bahari ndani ya tumbo. Yaani hakuna kana mama anakufa sasa, lakini mtoto ganga. Huyu ni nani? Hata nimeshangaa. Yote 9, 10 wanauliza iwapi mashine ya kutengeneza chapati milioni 1 kama ilivyoahidiwa na rais. Hii mashine ya kutengeneza chapati milioni 1 rais alete tu hapa Busia, kwa sababu tunaona hii inakuja tu hapa Busia peke yake. Sio Busia peke yake. Ailete tu hapa Busia ichape hizo chapati na tutapata watu wengine wenye atatuonyesha zaidi. Moses Wanjala, NTV. Asante sana Augustine Were kwa kututumia taarifa hiyo kutoka Busia, na vile vile Moses Odongo kwa kuifanyia haki. Hata wewe hapo ulipo una nafasi na uwezo wa kula hewa ndani ya NTV Mashinani. Hata kama utakula chapati, tuma, cheza na simu yako ya mkononi, mengi tuachie sisi kama hayo ambayo yanakuja, ambayo tumekuandalia. Wakazi wa Londiani Kericho wamerejea barabarani walipoangamia zaidi ya watu 50 mwaka 2023, wanadai kukosa soko. Your skin naturally connects with nature and recognizes the goodness of native ingredients. Which is why AfriSense Cleansing and Moisturizing Bathing Bar is packed with African ingredients like shea butter, mafura butter, and baobab seed oil, which moisturize, soften, and revitalize your skin. AfriSense. Discover the secrets of African beauty for your skin. I thought it was impossible to reduce my dark marks. For the first time, Garnier put to the test the anti-dark marks vitamin C day and night serums. Applied day and night, they reduce dark marks faster than anything I've tried. And helps prevent the reappearance of dark marks. 9 out of 10 agree it's the best anti-dark marks routine they've tried. The glow is undeniable. My skin has never looked better. That's my secret to help prevent dark marks from coming back. Garnier Vitamin C Day and Night Serums by Garnier Naturally. This is NTV.
yajayo katika NTV jioni. Serikali ya kaunti ya jiji la Nairobi yapinga vikali kufungwa kwa eneo la makaburi ya Lang'ata. Yes, there were times when we had challenges, but where we are, we don't have a problem with debt. Waziri wa fedha John Mbadi asema Kenya haitoshindwa kulipa madeni yake. Amepuzilia mbali madai ya Ndindi Nyoro. Kuna vitu vimewekwa, wao wazee waliweka kwa ile mkuyu ya Toroso ambayo ni laana yenye inatakana itolewe ndio yaambatane na mlima yeye isikuwe na vita. Wakazi wa Toroso huko mlima Elgon watofautiana kuhusu mti wa mkuyu uliopandwa miaka 300 iliyopita. Ukatwe au usikatwe? It could be because of the mother, which call maternal reasons, or because of the baby, which we refer to as fetal indications. Na katika makala ya afya yako leo hii tunaangazia uzazi kwa njia ya upasuaji, yani CS. Life is here. Kids breakfast. You finally got it, Mom. My friends and I actually think it's better than butter. Perfectly salted. It's better than butter. Onja margarine from Pwani oil. Better than butter. Acne-prone skin, soap is not enough. Try Pure Active, the #1 anti-pimple cleanser with salicylic acid and charcoal, proven to reduce pimple-causing germs by up to 99.5%. 3 actions: wash, scrub, mask. For pure and clear skin, Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal by Garnier, naturally. Gertrude Jones Hospital is a children's only hospital. It's actually the largest pediatric hospital in Eastern Central Africa. We are set up as a not-for-profit trust, and we attend to about 400,000 patients every year. We are licensed to take care of children from age 0 to 21 years, and we provide all pediatric care, from preventive care, meaning basic vaccinations, to the most complicated open heart surgeries. I'm happy to indicate that in the next 2 months, we are going to set up a bone marrow transplant unit so that patients from the region that travel out of Nairobi and neighboring countries, they can come and get the service here in Nairobi. People involved in policy in healthcare, people involved in healthcare provision, people involved in supply chain, procurement of products and consumables, medication, surgical, people involved in healthcare financing, and people involved in HRH for health, as many of those should attend the summit, because it provides, in my view, an opportunity to have a conversation which evaluates what challenges we have, appreciates what milestones we've made. It also helps us as a country to figure out what are we doing well that can help us always keep ahead of the neighboring countries, to set up a real good hub in Kenya as a destination for medical travel. Mtazamaji wangu, karibu tuendelee kunena kimashinani, na sasa tunaelekea Kericho ambapo wafanya biashara wa Londiani wamo hatarini miaka 2 baada ya ajali mbaya barabarani. Ajali iliyotokea eneo hilo ambapo watu zaidi ya 52 walipoteza maisha yao na wengine 30 kujeruhiwa vibaya. Wakazi wanasema wamerudi barabarani kuuza mali zao kwa kuwa ahadi ya waziri wakati huo Kipchumba Murkomen ya kuwajengea soko haijatimizwa bado. Wafanyi biashara wanaouza bidhaa zao katika eneo hili la Londiani wako hatarini. Kumbuka miaka 2 iliyopita kulitokea ajali, na hii ni baada ya lori kupoteza mwelekeo na kuua watu zaidi ya 52. Wakati huo aliyekuwa waziri wa barabara Onesmus Kipchumba Murkomen aliweza kuahidi wafanyabiashara hao ya kwamba watatengewa mahali pa kuuza bidhaa zao, lakini kutoka wakati huo mpaka sasa hivi bado wafanyabiashara hao wanahangaika, kwani wanauza bidhaa zao kando ya barabara. Tangu ile accident ifanyika hapa, tukasema market tutaletewa hapa, tutatengenezewa hapa,
lakini kwa saa hii bado hatujaona chochote. Hata choo hatuna, market ya kuuzia hatuna. Saa zingine hapa breki kisha kwa magari tuko na shida sana. Tunakimbia, tunaanguka. Sasa saa hii hakuna kitu yenye ametusaidia. Tumekuwa na shida sana kwa sababu gari zinaweza kuwa zimekata breki huko juu, inakuja na speed yote. Sisi wote tuko huku tu tunahangaika na kukimbia kila kando. Sasa tungeomba tutengenezewe soko, tuwekee soko na choo. Tunaomba hiyo tu. Burkemen alikuwa ametuahidi atimize hiyo ahadi yake. Tujaona usaidizi ya serikali ya county. Chumba Murkomen venye alikuwa waziri wa roads akatuambia atatujengea soko hapa wanunue hiyo shamba, lakini hiyo tujaiona. Kutoka ile siku tuliahidiwa ya kwamba tutapewa mahali pa kazi, mahali pa kufanyia biashara, hatujawahi ona mtu yeyote kutoka kwa serikali yetu ya Ruto. Napenda tu watuwekee mawe kuanzia sehemu inaitwa Mau Summit iende karibu mpaka Chepsion. Hiyo ndio ingetusaidia, ndio tuache na waweke barabara, wapanue barabara. Hiyo ndio itatusaidia. Magari ya kwenda juu inaenda ikiwa peke yake na ya kuteremka inaenda ikiwa peke yake. Hiyo tu ndio ningeomba. Mimi ni vitu zangu za kazi zilipotea, lakini sina maneno mengine. Ripotia NTV kutoka kaunti ya Kericho, mimi ni Winnie Chepkemoi. Kongoi Chepkemoi, mtazamaji wangu, tuondokea mashinani ya Kericho hadi mashinani ya online, tuone mnasema nini pale mashinani. Tunaye Joseph Kanyi anasema naibu gavana ni mtu asiye na majukumu ya maana, kazi yake ni kukaa tu pale na kungoja gavana atimuliwe. Amos Ochenga anasema this is the most redundant position that should be scrapped like yesterday. Tukisonga mbele, Jona Kiro anasema deputy governors have no work in Kenya, they are just being paid, they are fleecing the nation. Elias Karisa anasema huyo naibu gavana hata simjui, najionea vijimambo tu. Titus Kosgei anasema ni ngumu sana, mambo ya deputy governor ni ngumu. Ken Kips anasema gavana akidai yeye ndio huchukua nafasi yao, hiyo tu ndo kazi yao. Alafu Evans anasema hata sioni kazi yake, Kakamega County ni maneno tu. Asante kwa wote ambao wamesema nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Tunaona mambo ni mengi tu, lakini mtazamaji wangu muda hunasi. Nasema kwaheri kwa sasa mtazamaji wangu, hadi hapo kesho Alhamisi. Mimi ni wako Lois Ongoi, lakini tukafunge namna hii. Mbunge Sabina Chege aonyesha miondoko na vijana barabara waliomwandama. Usiondoke, Sisili wa kesho anaingia na taarifa za NTV jioni pamoja na makala ya Jumatano ya afya yako. Kwa sasa tukafunge jamani. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. As a parent, our biggest aspiration is to see our children succeed. But with this dream lies a weight of responsibility. At DTB, we understand the challenges you face and are here to help you ease the burden of educational costs. By requiring no collateral